kulingana na mauaji yaliyotokea ambayo yamesikitisha sana Watanzania. Kila mtu analia, yuko kwenye kilio, mtu ambaye anapenda kumheshimu mwanadamu mwenzake, sababu Tanzania imejengwa katika imani kwenye utu wa mtu, na ndio maana sisi tunapendana Watanzania, kwa sababu tumejenga imani kwenye utu wa mtu. Sasa utu wa mtu uliguswa vibaya kwa makusudi. Watu waliuawa kwa makusudi, kwa kukusudia, sio kwamba waliuawa na tetemeko. Tumeona maafa, watu na mlima Hanang uliteremka lini? Wakati juzi, ukaua watu. Tulisikitika, tumefiwa. Ajali zinatokea za magari, ajali zinatokea za vyombo vya usafiri, watu wanakufa 60. Lakini haya ni mauaji yaliyofanyika, unasitisha uhai wa mtu kwa makusudi. Hicho ndio kimefanya nchi ikae kwenye kilio. Sasa hivi Watanzania wako kwenye kilio, na katika mtazamo ule wa kilio ni wazi viongozi wa serikali lazima wawafariji wananchi. Kinachoendelea ndio hicho, na sisi tuko katika hilo. Lakini katika hali hiyo ambapo watu wako kwenye kilio, wanajiuliza kifo kimesababishwa na nini? Sisi kwenye Kanisa Katoliki, maaskofu wetu wamesema kifo kimetokana na mauaji. Neno kutumia mauaji ni kuua kwa kukusudia, kuua kwa kupanga, ndicho kilichotokea. Na ukisikiliza hotuba zimetolewa za maaskofu kadhaa, kumbuka aliyetoa wa kwanza alikuwa Askofu Waichi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Alitoa siku ile akasema kumetokea mauaji hata kwenye miji ya watu wamefuatwa, wanaenda kupigwa risasi ndani ya nyumba. Vijana wametokea kufuata, ulizia taarifa mbalimbali ziko bayana, wanafamilia ndugu zao wameuawa pale, wanaona. Sasa katika masikitiko kama haya, ni wazi serikali lazima ifariji watu, na wanachofanya ndio wanafanya hicho kiongozi, na wanawasikiliza vijana. Nadhani mnakumbuka kwenye vyombo vya habari ametokea kijana mmoja anaongea mbele ya mkuu wa mkoa wa Njombe. Kijana ameongea ukweli mzuri kabisa pale. Lakini hata sasa hivi kuna waziri mmoja anazunguka huko kusikiliza. Waziri mkuu mwenyewe anapozunguka unasikiliza. Kwa hiyo ona ni namna ya kusikiliza ukweli na kufariji. Na sisi kama kanisa, kazi yetu pia ni kufariji.